Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri hiki cha Maisha Kamili, kipindi kinachotuletea masomo mazuri ya kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo. Karibu sana. Siku ya leo tuna somo zuri linalosema Musa mtumishi mnyenyekevu. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Baba mwema, Mungu mtakatifu, tunalitukuza jina lako. Asante kwa nafasi pekee umetujalia tena siku ya leo, ili tujifunze kutoka kwako. Tufundishe Mungu wetu na tuelewe sawa sana mapenzi yako. Tunamwombea mfuatiliaji wetu, naye apate haya masomo na aelewe sawa sana mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Amen. Ushakutana na mnyenyekevu? Jana tulimuona yule alienda kusali, yule mtoza ushuru, piga kifua mbele za Mungu, ni huyu radhi. Yaani haioni nafsi yake kama ni bora kuliko ya wengine. Anaona jinsi alivyo katika uhitaji. Leo tunaangalia mfano mwingine, Musa. Unajua Musa yule aliwatoa na Israeli kutoka Misri, wa fimbo yake ile ya Bwana mpaka Kanaani. Unamuelewa lakini mpaka Kanaani alifika Kanaani. Of course alishinjia, lakini basi lakini walifika. Ilikuwa lengo ni kufika pale. Hivyo sivi yako unaelewa? Twende katika Waebrania 11 mstari wa 24 mpaka 26. Sivi yake na alikuwa anajiona. Waebrania 11 mstari wa 24 mpaka 26. 11:24. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama mwanaye yeye asiyeonekana. Ilikuwa naenda mpaka 26, lakini mpaka 27 nikaona nayo ni nzuri safi kabisa. Sasa huyu Musa alikuwa ni mtoto wa Farao, lakini wa kulelewa. Aliokotwa. Mtoto akaokotwa. Shaona wale watoto wanaokotwaga waliotupwa chooni. Huyu alitupwa majini akaokotwa na binti Farao. Kwenye mto Nile. Alienda kwenye shule ya kifalme. Watoto wa mfalme huwa wanaandaliwa kutawala pamoja na mfalme. Kwa hiyo alipitia mafunzo ya jeshi, mafunzo ya elimu zote za Misri, kama tulivyozungumza hivi. Kama ilivyogusiwa katika ile. CV yake ilikuwa ni nzuri sana. Alikuwa anaandaliwa kutawala kwa Farao, kumrithi baba yake. Sasa aliambiwa, aliokotwa na mama yake kwamba wewe amekuokota na ni binti Farao, nimeacha kukunyonyesha sasa na kupeleka kule, lakini wewe ni Mwebrania. Ujue kabisa wewe na hawa wanaoteswa na Wamisri hao ndio ndugu zako au wa Israeli hao. Sasa amekuwa mtu mzima, kumbe akaitambua nafsi yake, akatambua kwamba mimi ni Mwebrania, mimi ni mmoja wa wale wanaoteseka, wanaodharauliwa. Mungu ameniweka kwenye nafasi hii, sawa, lakini mimi nafasi hii iwe ni kwa ajili ya nini? Ya faida ya wale ndugu zangu wale. Sasa unyenyekevu wake ulikuwaje? Mtumishi huyo, akaona 25. Afadhali kupata mateso na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Huu ni unyenyekevu, sio unyenyekevu? Ni unyenyekevu. Juzi kwenye ile somo tuliosoma juzi pale tuliona kwamba kiburi ni kuipenda dunia na mambo yaliyoko kwenye dunia
tamaa za mwili, tamaa za macho, fahari ya maisha. Huyu ni mnyenyekevu kweli kweli, anasema ni afadhali nisijifurahishe katika hivyo, niteseke pamoja na waliodhalilishwa, waliodhiriwa, walioshushwa, Waebrania wenzangu. Kwa hiyo afadhali ile ni kwamba amethamini wanyonge, amejihesabu mmoja wao, akakataa CV au wasifa aliyorithishwa kifarao kwa ajili ya watu wa Waebrania wenzake. Unyenyekevu sio unyenyekevu. Kwa hiyo unyenyekevu unajiona na, yani anaitambua nafsi yake pamoja na watesekao. Angalia yule Farisayo. Alimwonaje mtoza ushuru? Hiyo mtoza ushuru ilikuwa ni kashifa kwa mtoza ushuru. Umetengwa na jamii wewe. Ndio. Sema mimi sio kama wengine. Kwa hiyo yeye Farisayo alikuwa anajitenga. Mimi sio kama wengine. Musa angelikuwa na kiburi naye katika Kifarisayo angesema mimi sio Mwebrania, wewe mimi nimeokotwa na nani? Sio tena, asingesema sio niokota, mimi nimezaliwa. Nimezaliwa kwa mfalme. Mimi mtoto wa mfalme. Nitakuaje kama nyie? Wewe unaweza kunifananisha na wewe? Ushaona mtu anasema, wewe unaweza kunifananisha na wewe? Mimi sio daraja lako. Lakini angalia Musa anasema, hawa ndio ndugu zangu. Haya, kwa hiyo ni mtazamo. Ni mtazamo chanya wa nafsi yako katika umoja na wengine kama wewe, wahitaji kama wewe. Kitu kingine katika unyenyekevu wa Musa unachokiona hapa cha ajabu sana, sio tu kwamba aliona ni afadhali ateseke nao, alivaa ujasiri. Unyenyekevu ni ujasiri. Unyenyekevu ni ujasiri. Kwani anasemaje pale? Kwa maana 27 akatoka kwa imani Misri, asiogope ghadhabu kwa imani. Akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme. Maana alistahimili kama amwonaye yeye asionekana. Alimuona Yesu, alimuona Kristo pale. Akasema najua nitaharibu mambo. Nitakapojifananisha na Waebrania nitaonekana kama na mimi ni adui wa dola. Yaani wewe una dola, kwa hiyo unataka kufanya mapinduzi nini? Lakini akisema sitajali. Naomba nirudi sasa. Wewe wanyenyekevu, ukijaribu kuangalia leo mtu kisikia mtu anasema mnyenyekevu, na hii sura ya Musa mnyenyekevu, maana ya unyenyekevu inakuja sawa sawa au ni ile ile au tofauti? Ni tofauti. Kwa maisha tunayoishi ni tofauti, kwa sababu nitoe mfano, wewe kama ni mtumwa au ni mwajiriwa, niseme unyenyekevu ni pale ambapo utaendana na bosi wako, akikwambia left unageuka left, akikwambia right unageuka right, bila kuhoji kwamba huku right au left nako kwenda huku, mbona kuko hivi na hivi, uende. Sasa hapo ndipo utaonekana mnyenyekevu. Lakini pale utakapohoji kwamba mbona naona huku kuna 1 2 3, unyenyekevu wako utakuwa umekwisha. Kwa hiyo unyenyekevu tunaoona kwa mtumishi Musa hapa ni tofauti. Kwa hiyo kuna unyenyekevu wa kibiblia. Hata unapoamua wewe umeajiriwa labda katika ofisi ya mfalme, sasa hivi tunaweza kusema ofisi ya rais, kumbe kuna muda utakiwi kujichanganya na raia huko, sababu mtu mkubwa kwa hofu kwamba unaweza kuvujisha siri za ikulu. Kwa hiyo sasa wewe ni wakubaki. Sasa unapotoka kwenda kujichanganya na raia, kumbe ni unyenyekevu. Huo ujasiri na kuangalia mahitaji na kutafuta kuwabariki, kusaidia kwa nafasi uliyopewa na Mungu, ni unyenyekevu. Lakini kwa sasa hivi utaonekana kwamba umepotoka. Unaonaje mtumishi anaongea kwa unyenyekevu kabisa, ameshika Biblia na mikono ameweka namna hii, lakini mauaji yakitokea, watu wakitekwa, watu wakinyanyaswa, angeweza
kukemea. Ameamua kunyamaza. Sio unyenyekevu. Huo ni upole. Huo ni unyenyekevu. Kwa macho ya dunia tutamuona ni mnyenyekevu, lakini sio unyenyekevu wa kibibi mbele za Mungu. Mbele za Mungu unyenyekevu. Kwa hiyo ni kama wa Kristo, kama wa Musa. Anajinyenyekeza hata mauti, hata kupoteza nafsi. Anajua nafsi yake ataiona, kwa sababu sio kwamba tu ataiona nafsi yake, na haya wengine ambao watanufaika na damu aliyomwaga. Umeionaje hiyo kitu? Alinyenyekeza. Nani wa Filipi sura ya 2, Kristo huyo alinyenyekeza, akatoka kwenye nyumba ya baba kule juu, nyumba ya tungesema ya Farao kama Musa, kuja kwenye kambi yetu, kuja kutunyakua kutoka katika makucha ya yule ibilisi kwa gharama ya nafsi yake mwenyewe. Au ndio unyenyekevu. Anasema akanyenyekeza hata mauti, na mauti ya msalaba. Hapo tuhitaji neema ya unyenyekevu. Tunahitaji rafiki, hatuhitaji. Sisi tumekubaliana tunahitaji. Twende tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Musa mtumishi wako mnyenyekevu, ambaye kwa kielelezo chake na hasa cha Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alishuka mpaka mauti ya msalaba, ili sio tu kuteseka nasi, ili kupitia mateso yake atuokoe. Baba, asante sana kwa unyenyekevu huu. Na sasa somo hili linapotushusha na sisi kwenye magoti tunainama, tupe ujasiri, tupe kunyenyekea, tupe kuona afadhali kuteseka na wanyonge kuliko kukalia viti vya fahari kwa muda mfupi alafu na kupotea milele. Neema yako inatosha kwa yeyote ambaye yuko kwenye nafasi ya uongozi, nafasi ya majukumu, nafasi ya kusema, nafasi ya kutetea wengine, nafasi ya kubariki wengine. Pate kufanya hivyo kwa neema yako na kwa unyenyekevu wako, ni katika jina la Yesu Kristo. Mpaka wakati mwingine, ndivyo tunavyoomba kwa jina Yesu. Amen. 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 Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeona Musa kama mtumishi alivyokuwa mnyenyekevu. Na kukaribisha katika somo la siku ya kesho. Kesho ni Jumatano. Kuna somo zuri linalosema kosa kubwa kuliko yote. Ni kosa gani hili? Karibu kesho tulione ni kosa lipi ambalo ni kubwa kuliko yote. Basi karibu sana. Mwenyeji wako ni kwa mimi Geoffrey Omondi, na mimi ni Enos Makanindile. Usikose somo la kesho. Amen.